إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, fa'alam annahu la ilaha illa Allah, jua natambua ya kwamba hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na pia kadhalika Allah anamwambia mtume na kumuonya, fala takunanna minal jahilin, basi chunga usiwe miongoni mwa wajinga na wasiojua. Ndugu Islam, mazungumzo yetu ya leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutazungumzia na kutaja baadhi ya fadhila za elimu ya dini na elimu ya kisheria. Kadhalika pia vile vile tutataja baadhi ya madhara ya ujinga kinyume cha ilmu. Aya kwanza ambayo kwamba tumeitaja, Allah anamwambia mtume, fa'alam, tambua na ujue, annahu la ilaha illa Allah. Hii ni amri kwa mtume, kadhalika pia na wafuasi wake na umma wake watambue na wajue. Kadhalika pia Allah akamuonya mtume na kumwambia, fala takunanna minal jahilin, basi chunga usiwe miongoni mwa wajinga na wasiojua. Mtume kadhalika na umma wake. Ndugu Islam, al-Imam Burhan ad-Din az-Zarnuji rahimahullah katika Ta'lim al-Muta'allim tariqa at-ta'allum asema, wa sharafu al-ilmi la yakhfa ala ahadin, na utukufu wa elimu ni jambo ambalo kwamba halifichiki kwa yeyote. Ina maana kila mmoja miongoni mwetu sisi atambua utukufu wa ilmu na ukubwa wake na cheo chake kikubwa katika Uislamu. Akasema, idh huwa almukhtassu bil insaniya, katika yale yenye kuelekeza na kuonesha utukufu wa ilmu, kuwa sifa hii ya elimu na tabia ya elimu ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemhusisha kwalo mwanadamu. Ina maana katika sifa ambazo kwamba zampambanua mwanadamu na asiyekuwa mwanadamu katika wanyama, al-ilm idh huwa al-mukhtassu bil insaniya, elimu ni sifa na ni tabia ambayo kwamba kwa ajili ya sifa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amemtukuza mwanadamu na akampambanua mwanadamu kutokamana na wanyama, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad karramna bani adam, hakika tumemtukuza na kumkirimu mwanadamu. Sheikh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullah asema, karramahum bil ilm wal aql wa irsali rusuli wa inzali al-kutub, Allah amemkirimu na kumtukuza mwanadamu na kumpambanua kutokamana na viumbe vingine katika wanyama na ndege, bil ilm, kwa ilmu. Kwa hivyo elimu ni sifa ambayo kwamba ya kupambanua wewe kutokamana na wanyama na ndege, wala aql, kadhalika na akili. Al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah asema, laula al-ilm la sara an-nasu mithla al-bahaim,
lau kama si elimu, basi wanadamu na watu wangelikuwa kama wanyama, ingelikuwa hamna tofauti baina yao na wanyama. Laula alilm la sara an-nasu mithla al-bahaim. Endelea kusema Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah, lianna jamia al-khisali siwa al-ilm yashtariku fiha al-insan wa sairu al-hayawanat. Maana sifa zote zilizobakia kando na sifa ya elimu na kando na tabia ya elimu ni sifa ambazo kwamba hushirikiana mtu mwanadamu na wengineo katika wanyama. Mfano wakasema kashajaati, kama ushujaa. Mwanadamu ana ushujaa, baadhi ya wanadamu ni mashujaa, lakini utapata kuna baadhi ya wanyama ni mashujaa zaidi kuliko wanadamu, kama vile simba. Waljaraa, na ujasiri. Ina maana mwanadamu ana sifa ya ujasiri, kadhalika pia kuna wanyama ambao kwamba wana sifa hii ya ujasiri na ziada. Kadhalika akasema walquwwati waljudi washafaqati wa ghairiha siwa alilm. Sifa kama hizi, alquwa nguvu, waljud ukarimu, washafaqa na upole, siwa alilm kando na ilmu, ni sifa ambazo kwamba mwanadamu hushirikiana na wanyama. Ina maana jambo pekee ambalo kwamba litampambanua mtu na kumpambanua mwanadamu kutokamana na wanyama na kutokamana na ndege ni alilmu, idh huwa almukhtasu bilinsaniya. Kwa hivyo yule ambaye kwamba ataitafuta ilmu na kujipamba na sifa ya ilmu, itakuwa amejipambanua kutokamana na wanyama, amejipambanua kutokamana na ndege, na ameonyesha tofauti baina yake yeye na wanyama wengine waliobakia na ndege. Endelea kusema rahimahullah, wabihi, na kupitia ilmu, adhhara Allahu azza wa jalla fadla Adam ala almalaika. Kupitia ilmu Allah amezidhihirisha fadhila za Adam baba yetu ala almalaika, juu ya malaika. Wa amarahum bisujudi lahu, na pia Allah akawaamrisha malaika wamsujudie Adam, kuonesha heshima kwa Adam na kuonesha utukufu wa Adam. Kwa hivyo jambo pekee ambalo kwamba limemfanya Adam Allah subhanahu wa ta'ala akamtukuza, kadhalika akadhihirisha fadhila yake, ni jambo la ilmu. Pale Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba baadhi ya vitu na viumbe, akawataka malaika wataje majina ya vitu hivyo walivyoviumba. Malaika wakashindwa. Alipoambiwa Adam avitaje, Adam akavitaja kwa ile ilmu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimpatia Adam, na hii ikadhihirisha na ikaonesha utukufu wa Adam na ubora wa Adam na kizazi chake juu ya malaika kupitia ilmu. Al-Hakami rahimahullah katika al-Manzuma al-Mimiyya asema, kafaka fi fadli ahli al-ilmi an rufi'u min ajlihi darajatin fawqa ghayrihim, wa kana fadlu abina fi al-qadim ala al-amlaki bil-ilmi min ta'limi rabbihim. Wa kana fadlu abina fi al-qadim ala al-amlaki bil-ilmi min ta'limi rabbihim. Allah subhanahu wa ta'ala alidhihirisha fadhila baba yetu huko zamani Adam alayhi salatu wassalam juu ya malaika na viumbe vingine, bil ilmi, kwa ilmu, min ta'limi rabbihim, ilmu na kisomo ambacho kwamba chatoka kwa Mola wao mlezi Allah subhanahu wa ta'ala, akadhihirisha fadhila ya Adam juu ya viumbe vingine vilivyobakia. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, al-ilmu, hasa elimu ya kisheria, ni jambo ambalo kwamba litakutofautisha wewe kutokamana na wanyama, kutokamana na wadudu, kutokamana na ndege. Lakini pasipo na ilmu itakuwa mwanadamu hana tofauti baina yake yeye na ndege na wanyama na wadudu waliobakia. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akielezea makafiri ambao kwamba wameikataa ilmu na kukataa kufata mafunzo yake pamoja na mafunzo ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, asema inhum illa kal an'ami bal hum adhallu sabila. Ina maana makafiri hawa ni kama wanyama, isipokuwa wamepotea zaidi hata kuliko wanyama. Ulaika kal an'ami bal hum adhall walladhina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulu al an'am wan naru mathwan lahum. Ina maana hamna tofauti baina makafiri na wanyama. Kwa ajili gani? Wameikataa ilmu
wamekataa kuyafuata mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala akasema hawa hawana tofauti na wanyama, isipokuwa wao wamepotea zaidi hata kuliko wanyama. Maana Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mwanadamu akili, akamkirimu na akili. Kwa nini hakuitumia akili yake, hakuyatumia maoni yake, hakuyatumia masikizi yake kwa ajili ya ilmu, kwa ajili ya kujifunza na kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake? Kwa hivyo haya tuliyotaja ya kutosheleza wewe kukuonesha fadhili ya ilmu, kuwa ilmu ni jambo tukufu na ilmu ni jambo bora, na ilmu ni sifa ambayo kwamba itakupambanua baina yako wewe na wanyama na ndege na wadudu. aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Islam, tumeona katika khutba yetu ya kwanza kuwa ilmu ni katika zile sifa ambazo kwamba zinampambanua mwanadamu kutokamana na wanyama na ndege na wadudu. Ina maana mwanadamu anapokosa ilmu na mja anapokosa ilmu, hamna tofauti baina yake yeye na ndege, hamna tofauti baina yake yeye na mnyama, hamna tofauti baina yake yeye na wadudu. Maana wewe wala na mnyama yuwala, una nguvu na pia mnyama ana nguvu, na sifa nyingine ambazo kwamba tushirikiana sisi wanadamu na wanyama waliobakia, ndege na wadudu. Kwa hivyo ndugu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala amemuhimiza mtume wake na akawahimiza umma wake kuhusiana na jambo la ilmu, kwa kuwa ilmu ni jambo ambalo kwamba lina utukufu mwingi, lina faida nyingi, miongoni mwa faida ambazo kwamba tumezitaja. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha na kutuonya kutokamana na ujinga, ujinga ambao kwamba ni dhiddul ilm, ni kinyume cha elimu, kutojua na kuwa mjinga na kutofahamu. Allah akamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, fala takunanna minal jahilin, basi chunga usiwe miongoni mwa wajinga na wasiojua. Maana ujinga ni sifa ambayo kwamba hailingani na wewe mwanadamu. Wewe mwanadamu Allah amekukirimu kwa ilmu, walaqad karramna bani adam ay bil ilm wal aql. Allah amekukirimu kwa akili na elimu. Ina maana unapoiacha ilmu wajitia katika ujinga na katika upumbavu, na wajifananisha wewe na mnyama, wajifananisha wewe na wadudu, wajifananisha wewe na ndege, kama walivyo makafiri. Allah amewafananisha na wanyama, bali akasema wamepotea hata kuliko wanyama. Ndugu Islam, ujinga huu una madhara mingi. Kuna madhara mingi ambayo kwamba Muislamu yatampata kwa ajili ya ujinga. Ndio maana Allah akatutahadharisha na akatuonya kutokamana na ujinga, tusiwe miongoni mwa wajinga na wale wasiojua. Katika madhara ya ujinga, kama alivyoelezea al-Imam al-Qarafi rahimahullah katika al-Furuq, asema wa aslu kulli fasadin fi dunya wal akhirah inma huwa al-jahl fajtahid fi izalatihi anka mastata'at. Asili ya kila ufisadi, asili ya kila uovu na ubaya duniani na akhira, inma huwa al-jahl, hakika si vinginevyo ni ujinga. Ujinga ndio tatizo, ujinga ni janga, ujinga ni gonjwa, na ndio sababu ya kila matatizo ambayo kwamba yanamkumba mwanadamu na kumkumba kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala. Inma huwa al-jahl. Kwa hivyo fajtahid fi izalatihi anka mastata'at, jitahidi kuondoa ujinga kadri vile unavyoweza. Allah amekupa akili, Allah amekupa maoni, Allah amekupa mikono na amekupa miguu. Hizi ni neema ambazo kwamba Allah amekujalia kwa ajili upate kujisaidia nazo katika jambo la ilmu. Utafute ilmu, usome kwa mdomo wako, usikilize katika masikizi yako, kadhalika pia utazame kupitia maoni na macho ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia, na ufahamu kwa akili na moyo ambayo kwamba Allah amekujalia upate ilmu. Al-Hakami rahimahullah asema faljahlu aslu dalalil khalqi qatibatan wa aslu shiqwatihim turran wa dhulmihim. Ujinga ndio asli na ndio sababu ya kupotea viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio sababu ya uovu wao
na ndio sababu ya kuingia katika shirki, na ndio sababu ya kuingia katika kufuru, na ndio sababu ya kuingia katika bid'a. Fajtahid fi izalatihi anka mastata'at, jitahidi kadri vile unavyoweza utoe ujinga, uketi chini ujifunze. Innamal ilmu bitta'allum, hakika elimu si vinginevyo ni kwa kujifunza. Uketi chini ya mwalimu akufunze na akusomeshe. Kadhalika endelea kusema kama anna asla kulli khairin fi dunya wal akhirah inma huwa al-ilm fajtahid fi tahsilihi mastata'at wallahu al-muwaffiq ala al-khair kulli, wallahu al-muwaffiq ala al-khair kulli. Kinyume chake, kama ilivyokuwa ilmu ndio sababu ya kila khairi, kwa hivyo jitahidi kuitafuta ilmu kadri vile unavyoweza, maana ilmu ndio sababu ya kila khairi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, yeyote ambaye kwamba Allah anamkusudia khairi na kumtakia khairi anamfahamisha katika dini. Kadhalika pia ndugu zangu Waislamu, katika madhara ya ujinga na katika uovu wa ujinga na kutojua na kutokuwa na ilmu na kutojifunza, Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah katika kitabu chake Talbis Iblis fil babi thamin, katika mlango wa 8 asema rahimahullah, i'lam, tambua ndugu Muislam, anna al-bab al-a'zam alladhi yadkhulu minhu Iblis ala an-nas inma huwa al-jahl. Tambua ndugu Muislamu kuwa mlango mkubwa ambao kwamba Ibilisi hutumia kuwaingililia watu kwa malengo ya kuwapoteza na kwa malengo ya kuwatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka, inma huwa al-jahl, ni ujinga. Ina maana mtu huingililiwa na Ibilisi kupitia ujinga. Ina maana kadiri ya ujinga aliokuwa nao ndio kadiri ya Ibilisi atakavyomakinika kumpoteza na kumtoa katika njia iliyonyooka, kama alivyosema kadhalika Sheikhul Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah, kuwa bihasabi qillati ilmi ar-rajuli yudhilluhu ash-shaytan, kulingana na uchache wa elimu ya mtu ndivyo shetani anavyompoteza na kumyumbisha na kumtoa katika njia ya haki, njia iliyonyooka. Endelea kusema rahimahullah Ibn al-Jawzi, fahuwa yadkhulu minhu ala al-juhali bi amani, Ibilisi huingia kwa amani na kwa salama kabisa kwa wajinga. Kupitia nini? Kupitia ujinga. Ina maana Ibilisi hapati tabu katika kule kuwawinda wajinga na kuwakamata wajinga na kuwaweka katika njia yake na katika pote lake, aingia kwa salama kabisa na kwa amani. Amma al-alimu, ama yule mwanachuoni mwenye ilmu, fala yadkhulu alayhi illa musaraka, haingii isipokuwa kwa kutegea tegea, haingii moja kwa moja, hana nafasi ya kumwingililia mtu ambaye kwamba ana ilmu kwa ajili ya kumpoteza, ataingia kwa kumtegea, musaraka, kwa kuibia na kujificha. Lakini yule ambaye kwamba hana ilmu, Ibilisi yapati tabu katika kule kumwingililia na kumpoteza na kumtoa kutokamana ile njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ya haki iliyonyooka. Kwa hivyo Allah ndugu zangu Waislamu, tujitahidini katika jambo la ilmu, tuitafuteni ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, tambua na ujue. Jambo la kwanza kabla hujaongea na kutenda, tambua ilmu kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Kadhalika fala takunanna minal jahilin, na tahadhari kuwa miongoni mwa wale wasiojua. Usikubali kuwa mjinga, usikubali kuwa katika kundi la wale ambao kwamba hawajui. Itakuwa ni sababu Ibilisi kukupoteza, itakuwa ni sababu Ibilisi kukutoa katika njia ya Allah, njia ya haki iliyonyooka. Kwa hivyo tujitahidini katika jambo la ilmu. Madaris zipo, halakati zipo, na walimu wapo ambao kwamba wamejitolea kufundisha bure. Walimu katika ahli sunnati wal jamaa wa salafin wamejitolea, wanafundisha bure. Tenga muda wako kwa ajili ya ilmu. Ndugu Islam, katika siku ya leo ya Juma, tukithirisheni kumtaja Allah au kadhalika kumtaja mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Mtume asema, man salla alayya wahida sallallahu alayhi biha 10, atakayeniswalia mara moja Allah atamswalia 10 mfano wake. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wallahu a'lam.